Tunafurahi kuwaona, karibuni sana. Kama ambavyo ametangulia kusema hapa hivi, hiki chuo cha Future World Vocational Institute ni chuo ambacho kwa kawaida kinaelekea kwamba kinatoa kozi za udereva sana sana. Tukiangalia yale magari makubwa, magari ya mizigo, magari yale ya kawaida, hizo ni kozi ambazo kwa kawaida tunazoelekea kwamba tunatoa hizo kozi. Lakini kwa sasa hivi tulipohamia hapa hivi Chanika kwa Ndevu, tumekuja na ujio wa kozi mpya ambazo lengo ni kwamba kuwafikia sana sana wale vijana ambao hawana ajira, na especially wale vijana ambao hawajabahatika kupata nafasi ya kuendelea na advance. Kwa mfano, tumekuja na hiyo kozi ya malezi na makuzi kwa watoto wadogo. Hii kidogo ni mpya, ambavyo watu wengi wamekuwa kidhani labda ukisikia kwamba kozi ya watoto wadogo labda ni kwamba wanaenda kule watoto wadogo. No. Tuna train walimu ambao wamemaliza kidato cha 4 ambao wamepata ufaulu wa D4 kufanya kozi ya malezi ya makuzi ya watoto wadogo, ambapo watapata ile uelewa wa kuweza kuwalea watoto wadogo katika njia nzuri. Wakija tunawatengeneza kwenye yale mazingira kujua kwamba mtoto anatakiwa akue kwa namna gani, mtoto wale nini, usalama wake unaendaje. Sika tunaelewana vizuri. Yes. Na hiyo kozi itafanyika kwa cheti, watafanyika kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa mwaka mmoja kisha atapata nafasi ya kuendelea na diploma au akachagua kozi zingine huko mbeleni. Kwa hiyo inampa nafasi hata kama hajapata nafasi ya kwenda advance, akaanza kwa njia ya certificate diploma, mwisho siku akaenda chuo kikuu. Lakini ukiachana na hiyo, tuna computer course. Hiyo computer course inafanyika ndani ya muda mfupi wa miezi mitatu. Tuna ufundi wa magari na ufundi wa pikipiki. Ndani ya mwaka mmoja kijana anakuwa ameshapata mafunzo na amepata cheti. Kwa hiyo itampa nafasi hata kama hana ajira popote, labda kuomba kazi garage ama kwenye vifaa labda vya umeme, ujenzi, sio kama tunaona vizuri. Lakini ukiachana na hiyo, tuna kozi mpya ambayo pia ni urembo na ususi. Urembo na ususi mara nyingi tunakutana na saluni kule nje, unakuta mtu yani ameenda saluni lakini yule mtu mwenye saluni hana ule uelewa. Sio kama tunaona vizuri. Kwa hiyo hapa hivi tumejenga mazingira mazuri ambavyo watu watakuwa wanasoma kwa vitendo kabisa. Sio kama tunaona vizuri. Na pia tuna hiyo hotel management. Hotel management ukiingia kama kule hivyo tumejenga na ni nzuri kabisa za kisasa na vifaa vya kisasa, ambapo mtu atakuwa anasoma na anajifunza kwa nini? Kwa vitendo. Kwa maana yake anapomaliza anakuwa na nafasi either kujiajiri mwenyewe, labda kama ni hoteli akafungua hoteli yake, kama ni daycare amesoma walimu wa awali akafungua daycare yake, ama kuomba ajira kwenye taasisi tofauti tofauti.